tulianza kwa kuendeleza mwanamke, kwa sababu hapo sisi wote kila mtu kuna historia yake. Kuna wale walibakwa, kuna wale walizarauliwa, hawaheshimiwe katika familia kwa sababu ni wanawake. Mambo katika Afrika tunayazoea, ni mambo tunaishi sana. Tukaona ya kwamba hao wanawake wenye wako na unyanyasaji wa kijinsia kama vile na mimi niko katikati ya wao, tunaweza kukaa kama wanawake tukitengeneza shanga, tukijitafutia pesa zetu, iwe umoja wetu kama counseling. Ni kwa mara nyingine tena, karibu sana mpenda mtazamaji, ujambo popote ulipo. Kipindi chako Sauti za Wakimbizi Beyond Border Podcast iConnect, tuko uwanjani tunaenda kutayarishia yale muhimu ambayo unahitaji kupata. Wanaita Kalobey Women and Crafts. Je, ni ubunifu wa aina gani wanafanya huko? Tunaona kama jina inaonyesha kama ni ubunifu, lakini ni kweli wanafanya hizo kazi? Tutafaidia kupata mawili matatu kuhusiana na mambo ya hii Kalobey Women and Crafts, wanafanya nini na wao walianzaje na wanafikia kwa level gani kwa sikia leo. Jiunge nasi, Chris Santos anashikilia kamera, Estash Babu, STV Magic Voice mtangazaji wako. Kuja pamoja nami utafahamu mengi kwa sikia leo. Unapata sauti nyingi za wakimbizi wenyewe, wanakuwa wanazungumza dream zao na wanakuwa wanazungumza namna gani walifika, yani maisha yake halisi kabisa, changamoto walizozipata na suluhu ambazo tunakuwa tunazipata kwa sikia leo. Jambo mama. Jambo sana. Tajifahamisha? Ndio, mimi kwa majina naitwa Sara Sikatenda. Mimi ni chaledi tena co-founder wa Kalobey Women and Crafts. Kalobey Women and Crafts inafanya nini? Kalobey Women and Crafts Cooperative Society Limited ni umoja wa kina mama wa refugee na host community. Wamama tunatengeneza vikapo, tunatengeneza shanga, tunatengeneza mabag, tunashona pia nguo na kila kazi yote ya mikono yenye kina mama anaweza kufanya. Ulifikiaje kuwa co-founder wa hiki kitu? Mlianzaje mwanzo kabisa? Ni historia ndefu, but acha nitakuelezea tu kwa kifupi. Sikukuwaka hata na hiyo akili ya hatukuwaka na hiyo akili ya kufanya hiyo kazi, kufanya hiyo kikundi, but tulipataka chance ya kwenda kujifunza Don Bosco mambo na fashion design. After kujifunza hapo tulikuwa wamama 100. Hao wamama 100 wakati tulimaliza kila mtu akatoka akaenda kwa mambo yake. UN Women ikakuja ikatuita sisi wale wenyewe tulikuwa wa Coast One, ikatuuliza ni kitu gani inaweza kutusaidia. Sisi tukasema sisi kama wamama tulitaka tufanye kikundi wa kina mama. Hiyo kikundi wa kina mama ambaye tutakuwa tunafanya biashara. Don Bosco inatuletea material, tunashona, inatulipa leba. Sisi wenyewe sasa tutaanza kujipeleka sisi kama wakina mama. Kuliko wakini wengine wa mama wao wanaenda wanamaliza shule hapa Don Bosco alafu wanaenda wanakaa nyumbani bila kufanya kitu chochote. Bas UN Women ikakubali, ikatuambia tuanze. Tukasema tutaanza. Tukafanya uchaguzi, chaledi alikuwaka host, mimi nikakuwa vice chaledi. Tukasema tuchange nationality, secretary akakuwa host, treasurer akakuwa Sudanese. Tukaendelea, cooperative ilianza 2020. Wakati ya corona vitu vikasambalatika, tukasambalatikana, mwe peke mnajua jinsi vilikuwa vya corona. Na hiyo 2020 UN Women ikatusaidia, ikatuletea certificate, kila kitu, KRA, kila ikatuletea. Tulikuwa tunakaa chini ya mti, nakumbuka hiyo wakati. Chini ya mti kabisa kwenye vumbi, jua kali, mvua, tunahangaika mpaka Don Bosco natupatia mali kidogo, tunabanana huko na wamama wa Don Bosco, hatukushindwa. Wenzangu wote wenye tulianza na wao wakachoka wakaacha. Mimi nikasema nitapambana, nikakaa peke yangu. Baada ya hapo tukafanya tena uchaguzi. Mimi nikakuja kutoka tena challenge, ilikuwa 2024.
mwezi wa 10, na njoo hivyo njoo tukaendelea hivyo, na njoo nasema kama na mimi niko kati ya wale wa konfonda, kwa sababu mimi naweza sema fonda wetu kabisa mkubwa alikuwa ni UN Women mwenye alikuja akatupea hiyo idea. Sisi wale wenyewe tulishimamia tukoanza, mimi niko konfonda kwa sababu kwa hao watu nimebaki peke yangu tu, wengine wote walitoka wakashindwa, lakini mimi nikasema nitapambana mpaka leo nikakuwa chaledi. Hivyo ndio kisi tulianza hiyo kitu. Kwa sababu gani? Mimi kibinafsi mimi naweza sema tulianza kwa kuendeleza mwanamke, kwa sababu hapo sisi wote kila mtu kuna historia yake. Kuna wale walibakwa, kuna wale walizarauliwa, hawaheshimiwe katika familia kwa sababu ni wanawake. Mambo katika Afrika tunayazoea, ni mambo tunaishi sana. Tukaona ya kwamba hao wanawake wenye wako na unyanyasaji wa kijinsia kama vile na mimi niko katikati ya wao, tunaweza kukaa kama wanawake tukitengeneza shanga, tukijitafutia pesa zetu, iwe umoja wepo kama counseling. Kwa sababu unajua kuna mama mwenyewe anaweza kuwa na shida, anashindwa kuelezea mwanaume mwenzake, lakini akikutana na mwanamke anamwambia kila kitu kiko roho yake. Ndio kwa maana sisi katika Kambeo Men Handicraft tunakuwa na siku 2 kwa wiki ambaye tunakaka tunapiga story, tunaimba, tunacheza ili kujipatia moral kwa. Sasa ndio kwa maana nakwambia ya kwanza ni kujiendeleza mwanamke, ya pili ni through counseling, ni through mental, yani ni kama counseling. Wakati unafanya hiyo shanga yako au waze kitu kingine, unawaza tu hiyo shanga yenye uko natumika na unasahau mambo yote. Ya tatu ni kujisaidia chakula, kujisaidia pesa, kwa sababu naona baba chakula itoshi, ni kidogo. Na unajua sio wote wenyewe walipata category 1 kama vile mimi niko category 4, wengine ni category 3, wanakupa 500 itakusaidia. But ukijoin cooperative uko na hiyo uko na kafasi kenye unajua nitanunulia mtoto kiato, nitanunulia mtoto sabuni, tatafuta kitu fulani. So njoo kwa maana sisi tuko hapa wamama tunaambatana ili tuendelezane, tuangalie kesho ni siku mpya. Nakumbuka wakati tulianzaka kuna wamama wenyewe walitaka hata kujinyonga kwa shida yenyewe walipitia unyanyasaji wa jinsia, kujinyonga kabisa. Mama anasikia aibu kutoka kwa barabara, hawezi hata kuongea katikati ya watu, lakini sisi tunashukuru Mungu hapa kwetu tunatia mama confidence ya kurenetre, tunasema mfransia kujizala tena upya. Yani kukamata ile mambo yake yote yenye alikuwa nayo ya zamani anaiweka nyuma yake, anaanza mambo mapya na matumaini ya kwamba ataweza. Tunakuwa tunapatia mama ajipatie ile kujisikia, japokuwa nilipitia hiki kitu, mimi naweza tena anza maisha ingine mapya. Hiyo njoo tunakuwaka nayo hapa kwetu. Wamama tunawapatia ile wakati. Hata mama zamani ulikuwa unasikia wanamwambia mama jieleze, anafichama, anaingia chini ya kiti. Lakini hapa kwetu tunapatia mama ile uhuru. Wakimuuliza introduce yourself, anashimama na jisema mimi ni fulani, naishi fasi fulani, mimi niko hivi. Manake anajisikia kabisa na nguvu na ujasiri. Ndio maana sana uswa ya sisi kukua hapa kama wakina mama. Ni wamama gani kabisa wanakuwa wanahitajika kuja hapa? Wamama wenyewe wanahitajika kuwa hapa. Kwanza ukue mama mwenyewe unajua kazi ya mikono yoyote ile. Unajua kushona nguo, hata kama unashona ile mbaya mbaya, hata kama unashona vya tutajua gisi sisi wenyewe tutakunyorosha vizuri. Ukue mama mwenyewe unajua kazi ya mikono yoyote ile, kushona vikapo, kushona bag, kushona nguo yote, kushuka nywele. Sasa hivi tuko na program yenye tunataanza kufungua ya kuwa na shuka nywele ya wamama. Yani ile yote kazi yenyewe unajua. Kama unajua sema unajua kutembeza pikipiki, kuja tu. Kama unajua kujenga nyumba, kuja. Sisi wote tunakutanana hapa kama wakina mama. Uwe ulienda kama ni ulifunzwa kama ni DRC, ulisoma Don Bosco, ulisoma Swiss Contact, kazi yoyote ya mikono
unakaribishwa kujiunga pamoja na sisi. Ni ugumu gani mnakuwa mnakumbana nao wakati mnafanya kazi yenu? Ugumu ya kwanza tuko wanawake. Unajua wanawake kukaa mahali moja ni ngoma, but tunapambana kwa sababu sisi wenyewe tunasema wamama tunaweza. Ingine ya pili, mwanzoni ugumu ilikuwa juu ya malugha. Unajua kuna wale wenyewe wanaongea Arabi, kuna wale wanaongea Kijijinga, kuna wale wanaongea Kiswahili, wanaongea Kibembe, wanaongea French, wanaongea Kifulero, wanaongea Kisomali. Kuelewana ilikuwa shida. Unaweza ongelea mwenzako mambo mazuri, yeye anazania unamchusi. Hiyo ni ugumu wenyewe kidogo, si ya ajabu, but inakuwaka sana hapa, but tunajaribu gisi ya kuitatua. Ingine ya pili, maji. Maji siku hizi ni magumu. Unajua wamama wako nakuja hapa na watoto kufanya kazi ya kushona. Anakuja na mtoto kuanzia asubuhi mpaka jioni, maji hakuna. Na yeye mama mwenyewe unaona kufanya kazi inakuwa vigumu kwa sababu kwetu tunasema l'eau c'est la vie. Maji ni maisha. Kama hakuna maji hakuna mtu gisi anaweza ishi. Maji tunaomba watu, sijui kama ni watu wa Peace Winds kweli, watusaidie waangalie hii maji kama iko na shida gani. Juu haiwezi wezekana tukale karibuni 2 weeks hatuna maji sisi kama wakina mama, na mnajua sisi wa mama tuko bata maji. Tunataka tukale kwanza asubuhi mpaka jioni uende uoge. Ukigonjwa una lazima ya maji ujisafishe mwili. Hiyo ndio ugumu. Hata leo umefika unakutana hakuna wamama, ni wachache. Niliwaambia wabaki nyumbani kwa sababu hakuna maji. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, material. Material ni shida. Material ni mpaka Nairobi. Nairobi kwenyewe kuipata iko ngumu. Kuna material unataka kama kwa sai vitenge bilisha kwa mabagi ya vitenge, kila mtu kitenge. Sasa tuko tunataka tuanze ingine product ya bag. Sasa hiyo product hapa hakuna. Na unaweza pata customer wa emergency wanataka, mimi nataka saa hii, kesho niko napanda ndege, mimi nataka kwenda nayo. Kwenye utatumana kule Nairobi kusema ifike hapa JP siku 3 kwa barabara. Inasumbua hivyo. Yaani hapa kupata material ni ngumu sana kupata material. Tena hiyo material yenyewe ya kisasa, unaelewa? Ile ya kisasa hiyo hakuna. Hiyo ndio yenyewe inaweza kuwa ngumu kwetu kwa saa hii. Unatarajia kwa miaka 5 inakuja unaweza kuwa kama kampuni yenu inaweza kuwa level gani? Miaka 5. Yaani hivi niko nakuelezea hapa tulianza 2024, 2025 na hivi ni 2020. 2024 ilikuwa mwezi wa mwisho, mwezi wa 10, 11. Ndio tumeanza, ndio mimi nimeanza kabisa. Ndio tumeanza. Na hivi ni 2026. Nakwambia kisha miaka 5 tulikuwa tunaomba tufungue center ingine kama hii Village 3. Cause wamama wengi wanatoka Village 3 wako wanalia kama ni parefu kuanza kukuja asubuhi jioni, kama vile mimi nakaa Village 3 inanikost sana. Sasa ndio tulikuwa tunataka kisha baada ya miaka 5 ikuwe kampuni yenyewe tutafungula ingine stage yetu kule Village 3, kisha tena tutakuwa tuna support wamama wengine wenzetu kwa ma community, kuwaelezea mambo ya mama kujiamini. Mama awe na confidence ya yeye mwenyewe ndani ya mwili yake, asiwe na kuwa na babaika na mambo yenyewe imemkuta kitambo. Mambo yenyewe imemkuta kitambo aache nyuma mbali, angalie mbele kwenye kunaenda. Kisha miaka 5 najua tutakuwa na nini nyingine Village 3, na tutakuwa na bumaselile sijui tunaweza sema tutakuwa na mabitengo mu community ya wamama kutoka hapa kwetu. Wao wanatembelea wamama wengine, sio tu kushona tu, na kuongelesha wamama na kuwatembelea, kuwajenga, kuwapatia moyo. Kwa ujumbe fupi basi utaachia wamama kwa sikia leo ni gani? Ujumbe mfupi tu nitambia tu wamama oye, wamama mbele, wamama tusichoke, wamama tupambane. Njoo sisi tunakweka nayo hapa tukiongea, japokuwa matatizo ya leo, kesho kwetu ni siku mpya. Tupambane, tuungane mkono,
tuache kuangalia mambo yetu ya kitambo na tufanye kazi ile yenyewe unajisikia unataka kufanya. Ukijisikia sema unataka kushona bag, karibu. Kuja shona na sisi bag, tuendelee, tusonge mbele. Ni hiyo tu, na ile ujumbe wangu wa mwisho ni watu makampuni kubwa. Tuko hapa, tuko akina mama, watutafutie customer. Vitu vyetu viko hapa, tuko kwa mtandao, tuko Facebook, tuko LinkedIn, tuko Instagram, tuko TikTok. Mutufate, muone gisi tuko akina mama, gisi tunaendelea. Tunaandikiwa Kalbe Women Handicraft Cooperative Society Limited. Hivyo tu ndio tunaandikiwa, na kuko logo yetu iko pale. Mtufate, muangalie mahali penye tumefikia na nini, mtuanzie hapo. Mtuangalie kwenye mtatupandisha juu. Sana sana hao akina mama wenzetu. Tunaenda sana kwa mama wenzetu. Kama vile UN Women ilituanzisha. Na nyinyi wengine wa mama wenyewe wanatusikia. Mtufate, muangalie hao mama 350 wanafanya nini? Muangalie kwetu lianza na kwenye tunafika. Mtu support, mtusaidie kutufikisha mbele, mtusaidie kufikia ndoto zetu zenye tuko nazo sisi. Na hizo ndoto zetu mtazipata aje? Mpaka mtufate na mtutembelee, mtuongeleshe. Tunashukuru sana kwa muda wako wa leo. Nimeshukuru sana, asante sana na karibu tena. Shukrani sana, na kama ndio najiunga nasi, sisi ni Beyond Border Podcast, tunakuwa tunajiunga pamoja. Utembelee Kalbe Women Handicraft, unapata vitu sahihi. Ni zaidi ya mama 350 wanakuwa wanajumuika pamoja, wanafanya kazi za mikono aina zote, na umesikia mahojiano mawili matatu kwa sikia leo, umefaidia mengi sana. Usikose kusupport vitu kama na hivi, kwa sababu ndio vitu vinaleta maendeleo. Mwanamke mbele, mwanamke kitu akijituma anaweza kabisa. Usikose kutembelea vipindi kama na hizi, utakuwa unafaidika sana. Chris Santos anashikilia kamera, Estash Babu ndo mimi. Karibu sana kwa video zingine. Usikose kulike, kushare na kusubscribe.